Leo hii tuko hapa katika hii forum ya Health Summit Tanzania kwa kutambulisha au kuonyesha kazi zetu za utafiti ambao unahusiana zaidi na mabadiliko ya tabia nchi na athari zake kiafya. Kila mmoja anajua kwamba kwa sasa hivi kumekuwa na mabadiliko ya tabia nchi na hususan kuna ongezeko la joto kali ambalo limekuwa na madhara ya kiafya. Sasa kama nilivyotanguliza mwanzoni kwamba tumefanya kazi ya usahishaji wa miti, takriban miti zaidi ya milioni 30 katika nyanda upande wa kati wa Tanzania. Tunataka kuangalia hii miti katika maeneo ya mashamba ina mchango gani katika kuweza kurekebisha hali ya hewa pindi inapowekwa katika maeneo ya mashamba ambako wakulima wanafanya kazi. Tunajua madhara ya ongezeko la joto kali katika mwili wa binadamu ya kiafya. Sasa tunataka tuangalie, je, miti katika maeneo ya mashamba haya inaweza kumsaidia vipi mkulima katika kumpunguzia athari za kiafya zitokanazo na kufanya kazi katika mazingira ya jua kali. Kufanya kazi katika mazingira ya jua kali kwa muda mrefu kuna madhara ya kiafya. Mojawapo pale wanasema ni kupungukiwa na maji, wakati mwingine kupata shida za kiafya za figo. Kwa sababu kama mtu anapungukiwa na maji, alafu hanywi maji ya kutosha kurejesha yale maji ambayo yalipotea kwa kupitia jasho, maana yake katika hali ya kujirudia mara kadha kutoka na jasho alafu hanywi maji, inaweza kumpelekea kupata shida za kiafya hususan maradhi ya figo. Kwa kifupi, huu ni utafiti ambao unaangalia jinsi ambavyo wakulima wakiwa kwenye mashamba yao wanafanya kazi chini ya kwenye jua, tuseme, jinsi ambavyo afya zao zinaweza kuathirika, lakini muhimu zaidi kwetu sisi ni jinsi ambavyo kuweka miti kwenye mashamba kunavyoweza kusaidia. Kuweka miti kwenye mashamba kwa Kiingereza kunaitwa agroforestry, ni njia mojawapo ambayo tunaitumia katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa kwa maana ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa upande wa tafiti tunaangalia zile njia ambazo zitakuwa zinakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini wakati huo huo zinaleta manufaa kwa afya ya watu. Mojawapo ya njia hiyo ndio hiyo njia tunasema ya miti, na hizi tunaita njia za asilia. Kwa nini tunapenda njia za asilia? Ni kwa sababu ni njia ambazo hazileti gharama sana kwa mkulima. Sasa kwenye masuala mazima ya kuangalia madhara ya joto kali, kwanza Mamlaka ya Hali ya Hewa tumekuwa tukishirikiana na wadau kwenye utoaji wa taarifa ambazo zinahusiana na hali ya joto, lakini pia zile taarifa zetu nyingine ambazo tumekuwa tukizitoa ambazo jamii imezizoea sana, zile za mvua, ikiwemo misimu ya mvua na hali mbaya ya hewa kama mawimbi baharini au upepo mkali. Lakini sasa kwenye masuala mazima ya joto na afya, tumekuwa pia tukishirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo Wizara ya Afya, ambapo tunaangalia ni kwa namna gani jamii yetu ya Tanzania inaathiriwa na hali ya joto kali. Na kimsingi hali ya joto kali sisi tunaanza na kuangalia kiasi cha unyevu kwenye anga, lakini pia tunaangalia joto lile la kila siku. Kabla ya shirika la Reed Foundation kuhamasisha masuala ya utunzaji wa mazingira, tulikuwa tunakabiliana changamoto nyingi. Kwanza ukosefu wa mvua, ukosefu pia wa mazao, lakini tulikuwa tunakabiliana na hali ya joto kali mashambani, hususan pale tunapotekeleza miradi yetu au shughuli zetu za kilimo. Ukiangalia mikoa mingi, asilimia kubwa wingi wetu ni wakulima na wafugaji. Lakini athari hizi sio zinamkumba tu mkulima, bali hata mfugaji wakati anajishughulisha na shughuli zake za ufugaji.